Leo nimewafikia ndugu zangu ambao mnapambana na uzito na nyumbani kwenu wote ni wanene. Baba yako ni mnene, mama yako ni mnene, labda bibi pia alikuwa mnene, mjomba ni mnene, na unaweza kabisa ukahitimisha ukasema kupungua ni ngumu sana kwa sababu umerithi uzito au unene kutoka kwenye familia yenu. Sasa swali la muhimu kabisa la kujiuliza ni kwamba kama unene ni wa kurithi moja kwa moja ama ni hali ambayo unaweza kaibadilisha. Na unaweza kujiuliza kwa nini baadhi ya watoto kutoka kwenye familia moja unakuta wengine ni wanene na wengine ni wa kawaida sio wanene. Hata kwetu pia iko hivyo. Kuna wengine ni wanene, kuna wengine sio wanene. Na hapo ndipo ambapo sayansi inavutia, ambapo nataka nikuelezee. Sasa kuna vitu viwili. Kuna kitu tunaviita vinasaba au genes, alafu kuna vitu tunaviita epigenetics. Tuanza na hivi vinasaba. Vinasaba ni genes au epigenetics ni zile taarifa za msingi ambazo zinatutengeneza sisi na michakato yote ya mwilini inavyoendelea. Sasa kuna vinasaba ambavyo vinahusiana na unene. Vipo kama 100 ambavyo ni maarufu. Na vingine ambavyo tunaviita FTO. FTO genes ambazo hizi ukizijumlisha zote zinachangia kama 3% hivi ya kufanya uweze kuongezeka. Yaani kama umerithi vinasaba ambavyo vinaongeza uzito moja kwa moja, au uzito wako unaweza ukaathirika kwa 3%. Kwa hiyo 97% haihusiani kabisa na vinasaba. 9%, wale asilimia nyingi sana. Kwa asilimia kubwa inatokana na nini? Inatokana na kitu tunakiita epigenetics. Sasa hili nisikuchosha na mambo ya biology, nikupe mfano rahisi. Fikiria genes au hivi vinasaba ni kama kinanda au piano. Alafu hizi epigenetics ni kama mtu anayepiga kinanda au anayepiga piano. Kwa hiyo piano au kinanda inaweza ikawa ni ile ile, lakini kutokana na jinsi na mtu anayepiga unaweza ukapata mziki tofauti. Sasa huo mziki tofauti, huyu anayepiga ni nani? Inaweza ikawa ni chakula unachokula, mazoezi unaofanya, kiwango cha usingizi na ubora unaolala, msongo wa mawazo, mazingira unayoishi. Hivi vitu vyote vinaweza vikaathiri jinsi gani ambavyo vinasaba au genes zinafanya kazi. Ndio maana unaweza ukawa na watu wawili ambao wana genes zinazofanana au zinafanana kwa sehemu kubwa, lakini matokeo ya kiafya yakawa tofauti. Na ni kweli kabisa pia unaweza ukarithi frame kubwa, yani tunatofautiana. Kuna watu tuna mili midogo midogo, kuna watu wana mili mikubwa. Mtu ana mabega mapana, yani umerithi familia yenu mna mabega fulani mapana, mna mifupa mikubwa, mna mwili mikubwa ya kiasili. Hiyo linawezekana na ni kawaida. Lakini kuwa na frame kubwa ya mwili sio sawa na kuwa na mafuta mengi, kwa sababu tunachopambana nacho ni mafuta mengi. Na ukiwa na mwili mkubwa, maana yake ile range ya uzito wako mzuri kiafya pia unakuwa umeongezeka. Kwa unaweza ukawa na mwili mkubwa lakini usiwe na kitambi au usiwe na mafuta mengi kwenye viungo, kwenye yani visceral fat. Au unaweza ukawa na mwili mkubwa kulingana na frame ya mwili wako lakini usiwe na pressure, usiwe na sukari, usiwe na magonjwa mengine ambayo yanahusiana na unene. Na kuna utafiti mmoja ambao ulifanyika kwa mapacha wanaofanana, ambao ilionekana kwamba hawa mapacha wanaofanana huwa wanakuwa na genes ambazo zinafanana sana, yani zinafanana sana, lakini wanakuwa na matokeo tofauti ukiwa expose kwenye mazingira tofauti. Yani ukimexpose mapacha mmoja kwenye mazingira ya watu ambao wanakula vyakula ambavyo vimesindikwa, vyakula ambavyo sio vizuri kiafya, mafuta mengi, junks za kutosha, huyu mmoja atanenepa sana. Na huyu mwingine ambaye amewekwa kwenye mazingira yenye mtindo mzuri wa maisha, kwenye chakula bora, anakuwa hawezi kuongezeka sana, anakuwa na mwili tu wa kawaida. Kwa nini? Genes zina mchango mdogo sana ukilinganisha na hizi epigenetics ambazo zinaathiriwa na mazingira na chakula ambacho unakula. Kwa hiyo usiseme tu kwamba kwetu wote ni wanene. Huenda swala muhimu zaidi ni kusema kwamba haujarithi genes, ila umerithi zaidi mtindo wa maisha, kwa sababu alichokuwa anakipika mama yako anakula na mtindo wake wa kuishi mara nyingi na wewe ndio umeenda nao hivyo hivyo. Kwa hiyo inawezekana tabia zake ndio zimekuwa tabia zako, ndio maana matokeo ya kiafya ya mama yamekuwa matokeo ya kiafya ya kwako. Kwa hiyo tunarithi tabia, tunarithi namna ya kupika, tunarithi namna ya kuishi, tunarithi hivyo yani wazazi walipokuwa wanafanya sisi tunafanya exactly vile vile. Kwa hiyo lazima matokeo yatakuwa ni yale yale kwenye mili yetu pia. Genes huwezi kuzibadilisha, lakini unaweza kubadilisha
chakula chako, na unaweza ukaanza hivi leo, na ni rahisi sana. Kwenye hichi kitabu changu hiki cha Pungua Milele Part 1 nimefundisha mbinu za kupunguza uzito na kitambi milele, tena bila kuhangaika, bila kuacha wanga, bila kushinda njaa. Yani unapungua ile kwa principles za kisayansi ambazo nimezieleza. Ni ebook, kwa hiyo ukilipia unalipia 10,000 na kutumia kwenye WhatsApp. Unaweza ukasoma na ukajifunza ukapunguza uzito na kitambi milele. Usifungwe na kwamba umerithi. Chukua nafasi yako, jifunze lifestyle mpya na utapata matukio mazuri. Mungu akubariki sana. Take care.